Mazungumzo haya ndiyo ya hivi karibuni kufanyika baina ya mataifa hayo mawili tangu Israeli ilipoanzisha vita vya siku 12 nchini Iran mnamo mwezi Juni, na hivi majuzi jamhuri hiyo ya Kiislamu kuanza kuwakamata na kuwashambulia raia wake kufuatia maandamano ya nchi nzima ya kuipinga serikali. Kwa miongo kadhaa, Irani imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani, lakini maofisa wake wamekuwa wakitishia kuwa watatengeneza silaha za nyuklia. Kwa sasa Iran inarutubisha madini ya urani kwa kiwango cha 60% ambacho ni kiwango cha zana za nyuklia. Mashirika ya ujasusi ya Marekani yanasema kuwa Iran bado haijaanza mpango wa silaha za nyuklia, ila imefanya matukio ambayo yanaiweka katika nafasi ya kutengeneza silaha za nyuklia iwapo itaamua kufanya hivyo. Huku hayo yakitokea, ikulu ya White House imetangaza kuwa itashiriki mazungumzo na Iran hapo siku ya Ijumaa nchini Omani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pia alithibitisha mkutano huo utakaojadili mpango wa silaha za nyuklia katika taifa lake. Waziri wa nje wa Iran Abbas Araghchi pia amethibitisha mkutano huo utakaojadili mpango wa silaha za nyuklia katika taifa lake. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisema hapo jana kuwa iwapo watakutana na Iran, lazima taifa hilo likubali kujadili kuhusu makombora yake ya masafa marefu pamoja na masuala mengine. Mazungumzo haya ndiyo ya hivi karibuni kufanyika baina ya mataifa hayo mawili tangu Israeli ilipoanzisha vita vya siku 12 nchini Iran mnamo mwezi Juni, na hivi majuzi jamhuri hiyo ya Kiislamu kuanza kuwakamata na kuwashambulia raia wake kufuatia maandamano ya nchi nzima kupinga serikali. Kwa miongo kadhaa, Iran imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani, lakini maofisa wake wamekuwa wakitishia kuwa watatengeneza silaha za nyuklia. Kwa sasa Iran inarutubisha madini ya urani kwa kiwango cha 60% ambacho ni kiwango cha zana za nyuklia. Mashirika ya ujasusi ya Marekani yanasema kuwa Iran bado haijaanza mpango wa silaha za nyuklia, ila imefanya matukio ambayo yanaiweka katika nafasi ya kutengeneza silaha za nyuklia iwapo itaamua kufanya hivyo. Ikulu ya White House imetangaza kuwa itashiriki mazungumzo na Iran siku ya Ijumaa nchini Omani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi pia alithibitisha mkutano huo utakaojadili mpango wa silaha za nyuklia katika taifa lake. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisema hapo jana kuwa iwapo watakutana na Iran, lazima taifa hilo likubali kujadili kuhusu makombora yake ya masafa marefu pamoja na masuala mengine. Huku hayo yakijiri, bei ya mafuta imeshuka kwa 2% siku ya Alhamisi baada ya Marekani kukubaliana na Iran kufanya mazungumzo. Hatua hiyo imepunguza wasiwasi uliokuwepo wa uwezekano wa Marekani kuishambulia kijeshi Iran na kuharibu usambazaji wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Bei ya mafuta ghafi ilishuka kwa $1.44 au $2.07 na kufikia $68.02 kwa pipa moja la mafuta. Mashariki mwa jimbo la Texas nchini Marekani, bei ya mafuta ilishuka hadi $63.80 kwa pipa moja. Bei ya mafuta ilipanda kwa 3% hapo jana baada ya ripoti kutoka vyombo vya habari kuashiria kuwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran yameporomoka. Ila baadaye maofisa wa mataifa hayo mawili walikubaliana kufanya mazungumzo hayo siku ya Ijumaa. Ila bado pande hizo mbili hazijakubaliana ni vipengele vipi vya kuzungumziwa katika mkutano huo. Iran iko wazi kujadili mpango wake wa nyuklia ikiwemo madini ya urani, huku Marekani ikitaka kujadili makombora ya kiballistic ya Iran na taifa hilo kuunga mkono makundi yaliyojihami Mashariki ya Kati. Iran ni taifa la 4 duniani ambalo huzalisha mafuta mengi. Kwa hivyo iwapo Trump atalishambulia taifa hilo, itaathiri uzalishaji na usambazaji wa mafuta haswa kwa mataifa ya Ghuba. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.